Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji wa Faidika TV, unaoona hapo ndiyo mwanzo wa safari ya kutoka katika jiji la Dar es Salaam kuelekea katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni, kijiji cha Kileguru. Ndugu yangu Muislamu, miezi miwili nyuma, nyote mnakumbuka ya kuwa tulirusha matukio ya kijiji cha Kileguru, kijiji ambacho wananchi wake kwa hakika walikuwa wana hali ngumu kupita kiasi, lakini nyinyi mkaguswa na hali zao, imani ikawaingia, hatimaye mkaamua hamna kikubwa cha kuwapa bali walau tuwapelekee hata mavazi. Alhamdulillahi rabbil alamina, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumeweza kupokea sadaka mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Allah tabaraka wa ta'ala awalipe kila la kheri, kila aliyetoa ama aliyechangia kwa namna moja ama nyingine kuweza kukamilisha mradi huu wa kuwapelekea nguo ndugu zetu wa kijiji cha Kileguru. Allah atawalipa kila la kheri, na haya mlioyatenda mtayakuta katika mizani ya hasanati zenu siku ya mwisho, siku ya kiyama. Naam, ndugu yangu Muislamu, hakika safari ilianzia katika bus terminal ya Magufuli terminal iliyoko pale Mbezi, ndugu yangu, tukaelekea moja kwa moja mpaka tukaingia katika kijiji cha Kileguru. Alhamdulillah, tunashukuru Allah tabaraka wa taala, tukapokewa vyema kabisa na wakazi wa kijiji cha Kileguru kwa furaha na bashasha za hali ya juu ya neema kubwa ambayo hakuna aliamini kama neema hii inaweza ikawafikia katika kijiji chao. Ndugu zangu Waislamu, umma wa watu mnauona masha Allahu taala, na zile sadaka zenu, mabalo ya nguo na baadhi za nguo za kawaida watu walizozituma ndizo hizo mnazoziona hapo, mabalo yakikatwa, nguo zikimwagwa na nguo zikichaguliwa, na hivi mnavyoona ndivyo ambavyo watu walivyokuwa wakipewa nguo. Hakika ilikuwa ni furaha, hakika ilikuwa ni bashasha. Kila mmoja katika watu wa Kileguru, ndugu yangu Muislamu, waliingia furaha kabisa katika nyoyo zao na katika nafsi zao, na hatimaye wakamimina dua mbalimbali kuwaombea kila aliyejalia kuwafanikishia hili zoezi la kuwapelekea nguo. Naomba dua kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nimesoma Qur'ani mpaka ninamaliza masomo. Sasa naomba kwa Mwenyezi Mungu alionipa hizo nguo kutoka kule nyumbani kwangu mpaka hapa, kanisaidia. Alhamdulillah rabbil alamin, na Mwenyezi Mungu amzidishie baraka, kesho tena nipate nyingine. Ya alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu ya kuwa bado kuna uhitaji wa mambo mengi. Kijiji hichi cha Kileguru tulichokwenda, ndugu zangu Waislamu, wallahi alazim, ni kijiji ambacho hakina madrasa. Watoto wanaharibika, watoto wanakuwa wacheza bonanza, watoto wanacheza kamari, hawana mwongozo wa dini. Kwa nini? Kwani kijiji kizima, ndugu yangu Waislamu, hakina hata chumba kimoja cha darasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Zainabu Hamza Makombe ya Simba, Kileguru. Sisi hapa tunashukuru kwa ndugu zetu, mmetuletea sweta za watoto na sisi pia wa kina mama. Kwa hiyo tunatoa shukrani, Mungu awajalie. Na kitu tunachokiomba hapa kwetu Kileguru, watoto tunao wengi. Watoto wetu hawana madrasa, watoto wetu hawasomi. Mtoto huwezi kumwambia ingie msikitini, kwa sababu mtoto kisha kumwambia msikitini akaseme nini? Mama mkubwa hawezi kuingia msikitini, aongee nini? Na hatuna madrasa. Tukipata madrasa, ina maana inakuwa hata sisi wa mama wakubwa tunasoma, na watoto wetu pia wanasoma, na itakuwa ni vizuri sana. Mtu anaweza namshika marehemu anaenda tu bila maelezo, hajui kumosha marehemu, hajui kumwombea marehemu, hajui kuingia uwani kwamba niingie uwani niseme nini au nioge nini. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zetu, sisi tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie wenzetu mtutekeleze mambo yetu haya. Kwa hiyo tunawaomba baba zetu, tunashukuru sana, muende salama, mfike salama. Tunawaomba ndugu zetu, tunashukuru sana
kwa hili. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa jina mimi naitwa Hamisi Juma Maguo Kileguru. Kwanza kabisa mimi natoa shukrani kwa hawa ndugu zetu wafadhili waliotuletea nguo. Kwa kweli tunasema watoto wetu leo wamefaidika nao kupata nguo. Swala la kwanza. Swala la pili, na waomba wafadhili wetu kwa hapa Kileguru tuna masuala haya mawili. Kwanza darasa hatuna, halafu msikiti wetu kama hivi mnavyouona ni wa mabanzi. Msikiti wetu tulikuwa tunaomba wafadhili kwa hili litilieni manani, ili na sisi tujisikie kama vile walivyokuwa wenzetu wengine walivyokuwa wamefadhiliwa misikiti. Kwa hiyo nasema mimi nikomeshe hapo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunashukuru kwa neema hii iliyotujia. Hakika sisi mimi naitwa Juma Hamza, mkazi wa Kileguru, na ni miongoni katika wanafunzi wa viongozi wetu waliopo katika mji huu. Tunashukuru kwa neema hii ambayo imetujia. Lakini pili, bado tuna uhitaji mkubwa ambao ni haja kubwa na chachu kubwa katika sehemu kubwa ya Waislamu. Kwa hiyo uhitaji uliokuwa mkubwa kwetu sisi, ndugu zangu, tunakushukuruni kwa kutufikiria na kututembelea, lakini tuna uhitaji mkubwa wa dini katika mazingira yetu. Vyanzo vya dini, jambo la kwanza tunahitajia madrasa kwa ajili ya kuwafundishia watoto wetu. Watoto ni wengi sana. Vitendea kazi kwa ajili ya kuwafundishia watoto hawa hakuna. Miongoni mwa vitendea kazi cha kwanza kabisa ni madrasa. Na mji wetu ni mkubwa, una vituo vitatu vya awali hadi 4. Kwa vituo hivi vyote watu wanasoma kwa shida, wanasomea sehemu ngumu, wanasomea msikitini katika mazingira ambayo misikiti yenyewe ni mifinyu. Kwa ujumla, kupitia fursa hii tunashukuru na tunataraji kwamba huenda mabadiliko yatapatikana, tukapata hamasa na tukaendelea kuneemeka na neema mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru ndugu zangu kwa neema hii. Kubwa zaidi ni kwamba uhitaji uliokuwa mkubwa kwetu sisi ndio huo, lakini baada ya hapo ndugu zangu, pia tunahitaji wa misikiti ni michache. Kwa hiyo kulingana na hili tutapata nguvu ya kuingia misikitini kwa kuwafundisha watoto wetu, kwa kuwa nao, kwa kuwapa elimu ya dini watoto wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunashukuru kwa yote ambayo yatakayojitokeza mbele yetu. Tunashukuru kwa ninyi kwa kutufikiria, isipokuwa jambo kubwa zaidi, jambo la madrasa. Tunakuombeni mtufikirie sana na mlifanyie kazi, itakuwa ni sababu ya kupatikana faida duniani na akhera. Ndugu zangu Waislamu, kama mnavyowasikia hawa wakazi wa kijiji cha Kileguru, kwa shukrani kubwa kabisa walizowatolea, wanaomba Muislamu yoyote atakayeguswa na hali zao, basi walao ndugu Waislamu chumba kimoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili watoto wao waweze kusoma. Kama mlivyowasikia ndugu zangu Waislamu, wanasema hawajui watasali vipi, maiti watamuosha vipi, watazika vipi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watoto hawasomi dini, na mashehe ndio wanaondoka mmoja baada ya mwingine, wengine wanakufa, wengine wanapata mitihani ya maradhi. Nani atawaombea dua Waislamu wenzetu hawa kama si mimi na wewe tukawawezesha ndugu yangu Muislamu, walao wakapata chumba kimoja cha madrasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaweza kusoma dini yao. Ndugu yangu Muislamu, ni huruma zenu nyinyi ndugu Waislamu, na ni kuguswa kwenu nyinyi ndugu zangu Waislamu, ndiko kuliko kufanya mkatoa kile mlicho nacho cha uvunguni mwenu, mkaamua kubadilishana na wao nguo, Allahu Akbar, mlizozivaa katika miili yenu, mkasema hapana, kwa hali mbaya za wananchi wa Kileguru, acha tubadilishane nao jasho. Wallahi Allah tabaraka wa taala awalipeni kila la kheri, kila Muislamu ndani na nje ya Tanzania aliyechangia, Allah amlipe kila la kheri. Ndugu zangu Waislamu, tusichoke katika khairati mbalimbali ndugu Waislamu. Allah tabaraka wa taala anasema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Enyi jamani, hakuna mnachokitanguliza katika mambo ya kheri ila mtakikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kikiwa kikubwa na chenye ujira mkubwa kabisa. Ndugu Waislamu, wallahi hakuna ibada ya ajabu kama kuchangia mambo ya kheri. Ninawaomba msichoke.